wakati ambao unaweza ukawa labda kwenye piki za jua. Alikuwa anafundisha Pastor Mongosi Jumatano kwamba fanya uongeze tumaini, na akawa anaelezea kwamba tumaini ni kitu anachokuwa nacho mtu kinachomwekea uhakika. Akatoa mfano, kwa mfano mwalimu au mfanyakazi wa serikali anafanya kazi kwa sababu anatumaini mwisho wa mwezi akienda benki kutakuwa kuna mshahara wake. Kwa kufanya kwake kazi ni kwa sababu kuna tumaini analo. Na akawa anatoa mfano kwamba yule mwalimu anapoenda sa benki kwenda kuchukua ule mshahara, haendi tena kwa matumaini, anaenda kwa imani. Kwa imani kwamba kwa kile nilichofanya nina imani mshahara upo. Bwana siwe. Lakini sio ana imani na kitu hewa, ana imani na kitu alichokihangaikia. Bwana siwe. Wengi wetu tuna imani na vitu ambavyo hatujavihangaikia. Tuna imani na vitu ambavyo hatujavilipia gharama. Yaani tuna imani tu kwamba nina imani. Amen. Unajua, kwa mfano mzee huwa anasema hapa kama mimi nikiambia ninyakue, hakuna hata mmoja atakayeenda mbinguni. Yesu asifiwe. Lakini wewe kama wewe binafsi unajionaje mbinguni? Jina lako silipo tayari. Bwana asifiwe. Wangapi hapa wanajiona wenyewe mbinguni wataenda? Bwana asifiwe. Biblia inakukataa, lakini kwa sababu Biblia inakwambia heri wafu wafao katika Bwana wapate kupumzika baada ya taabu zao. Hebu kwanza tuonyeshe taabu nazo taabika nazo sasa hivi. Kwa sababu ili upumzike, kanuni ya Biblia ni wapate kupumzika baada ya taabu zao. Hapo anasema kwa maana matendo yao ama kazi zao zafuatana nao. Hasa wewe unafanya kazi gani? Tukisema kushuhudia kuokoa watu au shuhudii, kushika chuma cha moto au mo, labda wewe ni sababu ya watu wangapi kuendelea, unawaimarisha wangapi? Wewe ni ibada kiwango gani kwa watu? Uwepo wako kwenye ibada ni ibada kiwango gani kwa watu? Kwa sababu nilikwambia wakati mwaka unaanza, nilikwambia kweli, na ni kweli, naona kwa sehemu kubwa wengi mmejaribu kunionyesha kwamba hivyo vitu unavyoviongea haviwezekani. Sababu kama gitaa liko hapo hakuna anayepiga, kinanda kiko hapo labda Gwamaka ndo anagusaga, na yeye nadhani sio mara zote, japo ndio anajitahidi, lakini anajitahidi. Sasa mwisho yote inakuwa ni vile kwamba hivyo vitu kwani vina faida gani? Lakini ungetaka kujua kwa vina faida gani, tungefanya ibada hapa tuzime kinanda tusio tunapiga. Yaani tu tunafanya tu ibada hivi kwa makofi. Alafu wewe ndo ujue. Sasa vile unapokuwa unasema hivi, kwa nini labda unasema kwa nini watumishi walioko hapa wajifunze? Ni yale yanayokuweka bize wewe kule uliko, ndio anayoweka bize walioko hapa, ndio maana wajifunzi. Alafu kuna kinanda hata cha laki na 60, kama ungekuwa unataka kujifunza ungenunua hicho kinanda kwa laki na 60 na ungejifunza.